Nashukuru kwa hongera ambayo umenipatia, lakini kujibu swali lako la msingi, nimefika hapa Lamata Village leo kwa mwaliko ambao nimepewa na dada yangu Lamata. Aliwasiliana na mimi nafikiri siku chache zilizopita, akanieleza project ambayo anataka kuifanya, na hiyo project ina mahusiano na tasnia yetu ya football kwa maana ya mchezo mpira wa miguu. Kwa hiyo akaniambia anahitaji nishiriki kwenye audition kwa sababu anahitaji kutafuta kijana wa Kitanzania ambaye wao watakuwa na jicho la kujua sanaa, lakini wanahitaji pia mtu ambaye anaweza kumwangalia mchezaji na akaweza kutoa comment kama huyu anaweza kuigiza kama mchezaji. Kwa hiyo nikamwambia sawa, kwa sababu siku ya leo ni weekend na niko free. Nikamwambia nitakuja kushiriki, na imekuwa zoezi zuri. Nimpongeze kwanza Lamata na kampuni yao kwa ujumla, wamekuwa well organized. Muda ambao walipangwa lianze hii zoezi limeanza kwa wakati. Kila kitu kinakwenda vizuri so far. Nimpongeze pia washiriki wote ambao wamekuja. Anaweza akatafuta mshindi mmoja, watafuta washindi wawili, lakini idadi ya washiriki zaidi ya 500 ambao wamekuja, tafsiri yake ni kwamba kuna vijana wengi wenye vipaji na wana ndoto za kutimiza. Kwa hiyo niwapongeze wote, na zoezi bado laendelea, na naamini kwa vichwa ambavyo viko hapo kwenye mambo ya maigizo, kwa maana ya Jacob Steven yuko hapo, yuko Lamata mwenyewe hapo, yuko dadangu nani huyu bwana Godliver, yes. Hao watu ukiwatazama ni watu ambao wanajua vizuri sanaa ya maigizo, kwa hiyo hawawezi kuchagua mtu ambaye yuko below standard ambazo wanataka kuzifikia. Lakini kwenye football niko mimi hapo, yuko na Baraka Alison Mpenja. Ni watu ambao tunaishi kwenye mpira, tunaujua mpira, tunaweza kutazama tu mchezaji na tuwakwambia kwamba hapa mazungumzo yapo au mazungumzo hayapo. Kwa hiyo tumeweka sisi mchango wetu, na tunaamini atapatikana mtu ambaye ataibeba project hii ya Lamata, na itakuwa project kubwa kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Na ni kitu gani ambacho kimekuvutia kwa vipaji ambavyo umeviona wakati unaendelea kujudge? Kwa maana uko ukiangalia sana kwenye football, kuna watu ambao wamekuvutia kuona kwamba standard yao labda miaka ya huko mbele wakikua wanaweza kutezea kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africa? Kwa sababu anatafutwa hapa ni kijana anayejua kuigiza kucheza mpira. Kwa hiyo focus kubwa ilikuwa ni kwenye kumtazama mtu anaweza kuvaa uhusika wa kucheza mpira. Hatukuwa hapa kutafuta mchezaji mpira 100%. Tulikuwa tunaangalia mtu ambaye anaweza kuvaa uchezaji mpira. Tulikuwa tunataka mchezaji hapa tungeenda kumchukua Alan Okello hapa aje kucheza. Lakini walikuwa wanatafuta mtu ambaye anaweza kuvaa uhusika wa kucheza mpira. Kwa hiyo demonstrations ilikuwa ndogo. Tunamwangalia mtu the way structure yake ya mwili, naangalia control yake, kwa sababu hata kwenye maigizo utaamua upige pasi, pasi unaweza kupiga, unaweza kucontrol mali, unaweza kuzungumza kama captain, unaweza kufanyaje. Ndio vitu ambavyo Lamata alituelekeza kuviangalia, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi yetu tumeweka input ambazo yote ambaye atafanikiwa kushinda, kwa sababu ni maamuzi ya mwisho, tunaamini tutakuwa tumependekeza watu sahihi wa kuweza kuwakilisha hii project. Kuna yote amekukumbusha pengine miaka ya nyuma alikama kwenye utafutaji wako, kwa sababu vijana zaidi ya 500 wamekuja hapa kusema nilipambana katika mbio zangu, je nilishapitaga mimi mwenyewe nishaye kushiriki sana hizi auditions za maigizo. Huyu Jacob Steven huyu ndio vile tu saizi hawezi kunikumbuka, lakini mimi nishaendaga sana kwenye audition zake enzi hizo, miaka kama 2009, 10, 11 mpaka 12 nilikuwa napambana sana kwenye tasnia ya kuigiza. Kwa hiyo nimeshakwenda sana kwenye hizo audition nikitamani kuwa mwigizaji, lakini baadaye niligundua kipaji changu ni kidogo sana kwenye kuigiza, kwa sababu huenda director mmoja na roho mbaya, lakini wakishakuwa 5 maana kipaji changu ni kidogo mno kuweza kupenya. Kwa hiyo niliacha masuala ya kuigiza, baadaye nikaingia kwenye uandishi wa filamu, ambako nilipoingia nikaenda pia nikasomea, nikaja kugundua kwamba hilo eneo naliweza sana. Kwa hiyo nikaanza kuhudumu huko, nikawa naandika script nyingi. Huyu JB mwenyewe nishakumletea kazi zangu, wasanii wengi nishakuletea kazi zangu vile vile. Lakini baada ya kuingia sasa kwenye tasnia ya uandishi wa habari, kuingia kwenye mpira, kwa hiyo nimewaachia sasa vijana wengine watumie fursa. Sije nikaonekana tena kama Alhaji kazi nyingi, unakuwa kiongozi wa mpira kesho kutwa uko jua kali. Sasa nimeacha vijana wengine watumie fursa hiyo, lakini wanatakiwa wajue kwamba
kwenye swala la tasnia ya filamu, mi pia ni mtu ambaye ina mchango wangu, kwa sababu ziko baadhi ya kazi nimeziandika na zimetoka na watu wametazama na zilikuwa zina feedback nzuri. Kwa hiyo nashukuru Mungu, japokuwa sikuweka alama kubwa sana huko, lakini alama yangu ipo kwa maana kuchangia kitu kwenye tasnia ya maigizo. Wanasema najua Gabi atakuwa na majambo yake mengine mengi, lakini pia mimi nikurudishe Instagram. Dudu Baya amekuwa mwanao sana sasa hivi, Mambas 24 kila kona. Dudu Baya sio mwanangu, Dudu Baya ni mwanajeshi wangu. Kwa hiyo yote ambaye anafikiria kuanzisha sio vita ni level kubwa sana, hata tu mgogoro tu wa kawaida, mimi nitakuja na majeshi wangu mbele, atazungumza kwa niaba yangu. Kwa hiyo bwana mdogo kiredio, yeye nimemtumia kama sample tu. Kwa hiyo yote ambaye anafikiria hata kutaka kubishana na mimi, anatakiwa ajue baada ya nukta yake ya kumaliza majibishano, Mamba 24 watainuka na watazungumza naye. Na mliconnect vipi wewe na Dudu Baya? Yaani ule ushikaji wenu kwa karibu na kuwa msemaji wako? Mimi sio msemaji, nimekwambia ni mwanajeshi wangu, anapigana kila aina vita. Hata wewe Gabi ukinichanganya tu hapa, sina tena muda wa kubishana na wewe. Dudu atamaliza? Nampa kazi Mambas, atashughulika na wewe. Ni kaka yangu, of course nilianza kuwa shabiki wa kazi zake. Kwa umri wangu manake nimecheza nyimbo za Dudu Baya enzi hizo. Sijui kama ulikuwa ushazaliwa tayari. Sawa. Kama tena. Kwa tumecheza nyimbo za Dudu Baya enzi hizo, baadaye ikaenda. Sasa hivi tumekuwa watu ambao tunawasiliana, tunafurahi vitu vikitokea vya kufurahi, na tunajadili pia vitu vikitokea vya kusikitika. Ndio maana ile siku ya show nilijaribu kumtafuta mpaka usiku, bwana, nimegundua Tanzania hawezi kulala mpaka wewe upande. Na kweli alipopanda na akafunga na show Mamba 24. Mamba 24 nje ya muziki na wanajeshi wake kwako, ni mtu wa namna gani kwa jinsi ambavyo wewe una connect naye? Bana, jamaa yuko very smart rafiki yangu. Tofauti na mnachokiona labda kwenye clip zake, lakini yuko very smart. Yuko very smart akiwa hajapiga vitu vyake, yuko very smart akiwa amepiga vitu vyeupe, kwa sababu mtu smart unajua unaanza kumgundua kwenye hoja zake anazozileta kwenye mazungumzo, unaanza kumgundua mtu smart kwenye utulivu wake, kwenye namna ambavyo anaweza kupokea challenge na kazijibu. Kwa mfano kilichotokea juzi kwenye tamasha lile la miaka 30 ya Bongo Flava, unapima smartness ya Dudu Baya the way alivyo react baada ya ile jambo. Mtu mwingine angejaribu kupotea kufanyaje, lakini alionyesha courage ya kuja mbele na akaeleza, sio kwa ajili ya kunini, aka clarify kilichotokea. Sasa kuamini ni sisi ambao tumeambiwa, kutokuamini sisi pia, lakini yeye ka play part yake ya ku clarify kwa nini jambo lile lilitokea. Kwa hiyo he's so smart, sio mtu ambaye unaweza ukamwambia leo jambo akasahau, lakini on top of that, jambo kubwa ambalo yuko nayo, he is very loyal kwa watu wake. Yaani ukishakuwa mtu wake, he is very loyal, sio mtu wa kuyumba yumba hivi. Wanasema ukikutana na Ali Kamwe, msemaji wa Dar es Salaam Yanga Afrika, malizana naye hapo hapo. Ali, usajili umeanza, Yanga mmejipangaje? Tumeshamaliza sisi zoezi la usajili, sasa hivi ni kufumua tu wachezaji kwa maana ya kuachia waanze kuonekana. Na tumewaambia wanachama na mashabiki wetu na Watanzania kwa ujumla, sisi staili yetu ya kutambulisha wachezaji msimu huu ni kama kifo tu. Hujui siku wala saa, ila utakutana nacho ghafla bin vu. Jana kuna mtu mmoja alikuwa amenipigia simu, alikuwa anaoga, wakati yuko bafuni mkewe akampigia, bwana tayari. Maana yake sasa hivi tunatokea tu kama kifo, ghafla bin vu, tumeshaweka mashine juu. Kwa hiyo tumemtambulisha Issa Abushiri Chuga, ni wa kwanza katika wengi ambao tuko nao, na tutaendelea kuwatambulisha kadri muda ambavyo utaturuhusu. Na tulishasema toka mwanzo, ili sio dirisha la mbwembwe, hatupo katika nafasi ya kufanya mbwembwe maigizo ya hapa na pale. Tupo katika nafasi ya kuiandaa timu kwa ajili ya msimu ujao, na muda ni mdogo. Kwa hiyo players wote tutawatambulisha, very simple, quality, standard ya juu ya creativity, lakini haitakuwa kwa mbwembwe zile sijui tusubiri saa ngapi. Sisi muda utakavyoruhusu tutawatambulisha. Habari nyingine ya kuambia, leo tupata nafasi ya kukutana, technical bench yetu imeshaingia nchini tayari, na kesho tutazungumza nao, lakini nilimwomba kocha
before ya vitu vyote nikate kwanza kile kiu ambacho mko nacho. Tutafanya mkutano wa waandishi wa habari wakati tunaelekea kwenye uzinduzi wa tamasha letu la wiki wananchi. Kocha atakuja na sio yeye tu, atakuja na wasaidizi wake, waandishi muweze kuwafahamu. One of the assistant ambaye yupo kwenye technical bench ya Yanga ni miongoni mwa wachezaji wakubwa sana duniani. Kama ulifuatilia mwaka 2010 goli ambalo alifunga Shabalala, ile goli dhidi ya ilikuwa ni Mexico Yes, assist ya lile goli aliyetoa ile assist sasa hivi ni mtendaji wa klabu yetu ya Yanga. Kwa hiyo kuna story nyingi ambazo naamini waandishi wangetamani kuzipata. Kwa hiyo nitaandaa super press conference moja nzuri, mje tumalizae na makocha afu tuwape nafasi sasa waende wakaiandae timu kwa ajili ya msimu ujao. Ngoma mnaiti washajua kumtamka. Wewe mwenyewe umekosea. Tamka vipi? Mwenyewe sijui. Tutajitahidi walikao. Ndio maana nikasema atakuja na siku ya press atakuja pale na ubao na chaki. Tutajua tu. Tutajua tu. Alikab, kwa faida ya mashabiki wa Dar es Salaam Yanga Afrika wenye kiu na kujua hali ya Pacome anaendeleaje kwa sasa? Pacome anaendelea vizuri na hapa tutaongea naye muda sio mrefu. Kuna dogo alikuja hapa akasema yeye anamkubali sana Pacome. Nikampigia simu hapa nikamonyesha mtoto. Kwa hiyo he's good. He's good kwa maana ya ameanza kupatiwa hayo matibabu na anaendelea vizuri. Tumeanza kumwambia anaendelea vizuri, kwa hiyo kashapona? Hapana. Bado jeraha lake ni kubwa, ashafanywa operation na operation itachukua muda. Tunasema he is good kwa sababu condition yake, tabasamu lake la kuonyesha ni mtu ambaye yupo kwenye situation nzuri. Wengine wanafanywa operation kubwa kama hizo wanapotea kabisa, wanakuwa hata ile utulivu tu wa kifikra hawana. Lakini yeye yuko very cool, ana communicate, ana nini fresh kabisa. Tumalize na neno moja kwa Lamata. Nimshukuru sana Lamata kwa kuniona katika kundi kubwa la wadau wa soka kwamba anaweza kuja kuwa na mchango kwenye project yake, na ni project ambayo ina theme ya michuano ya AFCON ambayo itafanyika mwakani katika moja ya nchi ambazo zitaandaa michuano hiyo. Kwa hiyo nimshukuru sana kwa nafasi hii na naamini mwanzo wa tukio hili nitaendelea kuwa naye karibu. Unajua uzuri Lamata ni kijiji. Kwa hiyo kishakuwa kijiji kila mtu anachagua engo yake. Mimi kuna engo zangu nimeziona fit kabisa. Niambie. Nimeziona engo zangu Lamata Village na fit. Yaani anaweza asinione kama mwigizaji lakini mimi kuna eneo langu nimeliona ambalo naweza kufit kwenye kijiji hichi kabisa kaka. Kwa macho ya kawaida au kwa mawani? Kwa macho ya kawaida, nitulia vizuri nikaangalia vizuri kijiji cha Lamata kilivyopendeza. Nikasema mimi kuna nafasi nitakuwa nikae hapa. Sasa mimi kumalizia kabisa, itakukatisha tamaa kuendelea kusupport watu kwa mfumo wako wa kulike kama alipopost Kiredio? Ameshalizungumzia hilo Mamba 24. Siwezi kutia neno tena. Mwanajeshi kashasema. Ali bwana, tukutakie siku njema. Shukrani sana. Asante sana kwa time yako. Asante sana.